Uaminifu unaambatana na nini? Unaambatana na ukweli. Amen. Katika hali ya kawaida tukiongelea uaminifu, sio kitu kigeni, sio jambo geni. Kila mtu anapofanya jambo lake, anapohitaji ushirikiano, anahitaji kumpata mtu mwaminifu. Nafikiri hata kama ni wewe nyumbani kwako, unahitaji hata kama ni fundi wa kukusaidia kufanya kazi yako, unasema hebu nipatie mtu mwaminifu. Unajua kwamba mtu mwaminifu atasimamia lile jambo kama vile la kwake, na huo uaminifu inabidi utoke ndani ya mtu. Na ndio maana tunasema ni tunda la Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu anamwezesha mtu kuwa mwaminifu, kusimama katika kweli, kufanya jambo kama linavyopaswa. Tutaona uaminifu na faida zake, lakini pia tutaona watu ambao walikuwa ni waaminifu kwa Mungu na Mungu alifanya nini kwao, walipata faida gani ya kuonesha uaminifu wao mbele za Mungu. Kwanza kabisa tujue kwamba Mungu ni kielelezo chetu. Katika kila jambo tunalolifanya, hatufanyi tu kwa kubuni sisi peke yetu, lakini tunajua Mungu ndiye mwanzishi wa kila kitu ambacho tunakifanya. Tunasema kwamba Yesu Kristo ni kielelezo cha mambo yote ambayo tunayafanya. Hakuna jambo ambalo tunabuni sisi peke yetu, lakini tumejifunza kutoka kwake. Leo tunaiga. Amen. Kwa hiyo sisi tunaiga kutoka kwa Mungu, kwamba yeye alikuwa ni mwaminifu, hajawahi kudanganya. Na kwa sababu yeye alikuwa mwaminifu, yeye ni mwalimu wetu, anahitaji na sisi mwenendo ambao yeye alikuwa nao, basi huo mwenendo sisi ndio tutembee nao. Tusitembee kwa vile ambavyo tunataka sisi, lakini tufanye kwa vile ambavyo yeye anataka. Na ndio maana akamwachilia Roho Mtakatifu, kwa sababu alijua sisi wenyewe hatuwezi. Lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu alisema anaondoka, lakini anatuachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, yeye ni msaada wetu. Yale tusiyoweza, yeye anatusaidia tunayaweza. Kwa hiyo kupitia Roho Mtakatifu sasa, mtu unapokoka na kupokea Roho Mtakatifu, basi lile tunda la uaminifu linazaliwa ndani yako. Taratibu ulikuwa ni mtu ambaye hukuwapendeza watu wengine, lakini ghafla unajikuta unaweza kuwapendeza watu wengine na kutembea katika mwenendo ambao unasababisha kila mtu avutiwe kwako. Amen. Hakuna mtu anayemtaka mtu asiyekuwa mwaminifu. Hata katika kazi, mtu anapokuwa mwaminifu ndipo ambapo anaweza kupandishwa cheo. Kwa sababu gani? Anaonyesha uaminifu. Kama ni kuwahi, anawahi. Kama ni mambo ambayo anapaswa kuyafanya, anayo ratiba yake ambayo imekamilika, anayafanya kama inavyopaswa. Na ndio maana hata mtumishi anapopandishwa cheo, anakuwa kwa sababu umekuwa mwaminifu katika kipengele ambacho ulipewa, katika jukumu ambalo ulipewa. Kwa hivyo kupitia hiyo sababu, basi umeonekana kuwa ni bora, kwa hivyo umepandishwa cheo. Kwa hivyo unapandishwa daraja kutokana na ule uaminifu ambao umeonekana kwako, kutokana na ile jukumu ulilopewa kulifanya. Haleluya. Kwa hiyo uaminifu ni kitu muhimu sana katika maisha ya kila mmoja. Kwa hiyo hiki kipengele cha uaminifu, kipengele cha Roho Mtakatifu kinachohusiana na uaminifu, ni muhimu kwa kila Mkristo aweze kuwa nacho. Tumesema kwamba Mungu ni kielelezo chetu. Hebu tusome neno la Mungu kutoka kitabu cha Warumi sura ya 3 ule mstari wa 3. Tuone Mungu kama kielelezo. Je, alikuwa mwaminifu kweli? Aliyepata tusome. Warumi 3:3. Ni nini basi ikiwa baadhi yao hawakuamini?
Je, kutokuamini kwao kutaubadili uaminifu wa Mungu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa akieleza kwa habari ya uaminifu. Tukiangalia kuanzia hiyo sura ya 3 yote inazungumzia ya kwamba Myahudi ameziana gani. Mstari wa 3 ule anasema ni nini basi ikiwa baadhi yao hawakuamini? Je, kutokuamini kwao kutaubatili uaminifu wa Mungu? Kwa hiyo tunaangalia uaminifu wa Mungu, yale mambo ambayo Mungu ameahidi kuyafanya mbele za watu. Amen. Kwa mfano, Mungu amesema ukimtolea, amesema labda katika Malaki 3:10 kwamba mtu atakapomtolea Mungu sehemu yake ya 10 atafanya jambo gani kwenye maisha yake. Kwa hiyo mtu ambaye yuko tayari kutoa dhabihu zake na zaka mbele za Mungu, Mungu amesema atafanya nini kwake. Unajua, yule mtu atakayefanya sawa sawa mapenzi ya Mungu, yule ndiye ambaye Mungu atamwangalia. Na ule uaminifu wa Mungu, kwa sababu Mungu yeye ni mwaminifu, Mungu adanganya. Anaposema kitu lazima atakifanya. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa mtii na kufanya sawa sawa Mungu alivyoagiza, Mungu atakuwa mwaminifu kwake. Kwa hiyo atatimiza kile ambacho amekiahidi. Lakini sasa hapo tunaona kwamba anasema hivi, ni nini basi ikiwa baadhi yao hawakuamini? Je, kutokuamini kwao kutaubadili uaminifu wa Mungu? Hivi katikati yetu kama baadhi wameamini wakatimiza kama Mungu alivyosema, alafu baadhi hawakuamini, je, hivi Mungu anaweza akabatilisha lile ambalo amekusudia kulifanya kwa wale aliowaahidi kwa sababu watu wengine hawakuweza kuamini? Ukijiuliza ndani yako, inawezekana? Kama Mungu ameahidi, yeye ni mwaminifu. Yule mtu atakayefanya sawa sawa vile ambavyo Mungu ameahidi akafanya, Mungu atamjibu, kwa sababu Mungu amesema kwenye kinywa chake. Lile jambo ambalo Mungu ametamka kwamba atalifanya kwa mtu, Mungu yeye sio batili, atalifanya. Lakini yule asiyeamini atabaki kushangaa. Na ndio maana muujiza, mtu anapopokea muujiza wake, mtu mwingine anaweza kushangaa. Huyu mtu siko naye ibadani kila siku, mbona yeye Mungu anabadilisha maisha yake? Mbona anamuona Mungu? Au anatamia, au anadanganya? Au huyu labda anadanganya. Kwa nini? Kwa nini tuko naye kila siku? Mbona mimi sibadiliki? Ni hivi kwamba Mungu akishaahidi, ule uaminifu wake hauwezi kubadilisha kwa sababu ya wachache wasioamini. Kile kitu ambacho amekiahidi atakifanya, ili yeye apate kudhibitisha mbele za watu, na wale watu wapate kumtukuza yeye na kumwabudu kwamba yeye ni Mungu wa kweli. Kwa hiyo kwa sababu ya wachache wasioamini, hawawezi kusababisha Mungu kubadilisha lile jambo ambalo aliahidi kulifanya. Kwa hiyo tuwe waaminifu mbele za Mungu. Kile kitu ambacho Mungu amekiahidi, hata kama ukiona mwenzako yeye afanye, fanya kwa uaminifu, utayaona matokeo ya Mungu. Mungu sio mwanadamu, maana Biblia inasema yeye sio mwanadamu hata aseme uongo. Hawezi kutudanganya. Yeye ni mwaminifu. Kile ambacho anaahidi kwenye maisha yetu atakifanya. Haijalishi mtu fulani haamini, lakini wewe amini kwa nafsi yako. Mungu anauangalia moyo. Wewe utakapokuangalia kwamba wewe umemaanisha, hapo ndipo utakapomuona Mungu. Kwa hiyo ule uhalisia wake, ile ahadi yake ambayo ameahidi, yule ambaye anatembea sawa sawa mapenzi yake atapokea. Kwa sababu Mungu sio mtu batili. Mungu sio mwanadamu. Kwa hiyo anachokisema yeye ni lazima akitimize. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mungu aliyeahidi kwetu atayafanya. Haijalishi mtu mmoja hapa haamini, haijalishi watu wawili au watatu hawaamini, lakini yule mmoja anayeamini, Mungu atamtendea ili yule awe ushuhuda kwa wengine, ili hao wengine waweze kubadilika kupitia huyo mmoja. Ule uaminifu wa Mungu atauthibitisha, ili wewe uliamini uzidi kuamini, na wale wasioamini wajifunze kutoka kwako. Haleluya. Kwa kile kitu ambacho Mungu anasema tuweze kufanya, tutekeleze, tutaona matokeo yake. Matokeo ya Mungu yanadhihirika kwetu kwa sababu ya vile ambavyo sisi tumesimama na kumaanisha.
Kule kumaanisha kwetu ndiko ambapo kunatuwezesha sisi kupokea mapenzi ya Mungu. Mungu sio batili. Mungu ni mwaminifu. Anachokisema anakifanya. Ile ahadi yoyote anayoahidi kwetu anafanya. Kwa hiyo mwaminifu wa kwanza ni Mungu. Haleluya. Tuangalie tena neno la Mungu kutoka katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 24. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 24, anasema yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Amen. Ninazidi kusisitiza kwamba yeye aliyetuita ni mwaminifu naye atafanya. Kwa hiyo unaposikia kwamba Mungu anasema fanya jambo fulani, lifanye kwa uaminifu, kwa sababu yeye ni mwaminifu, atafanya. Lile jambo ambalo amekwambia ulifanye, wewe ulifanya kwa uaminifu, naye Mungu ni mwaminifu, atalifanya kwako. Amen. Tuangalie tena Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mstari wa 9. Naona nitakimbia kidogo maana hili somo naona ni refu kidogo. Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mstari wa 9. Neno la Mungu nasema Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Nasema Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo ninazidi kusisitiza kwamba Mungu kutuita kwetu sisi ili tuingie katika ushirika wake, yeye ni mwaminifu. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyojua, si ndio? Wewe ukimuita yeye atakuitikia. Je, mali pengine anasema ni neno gani lililo gumu la kumshinda Mungu? Kwa hiyo sisi ukiangalia hapo Mungu yeye ni mwaminifu, si ndio? Watu tukiona jambo halitimii, ina maana kuna mahali hata sisi tunakuwa tumekosea. Tukisimama kwa uaminifu, kama amesema niite, ukisimama kwa uaminifu ukimuita, yeye atafanya. Kwa sababu amesema ametuita katika ushirika wa Yesu Kristo pamoja naye. Na yeye ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Akisema jambo atalifanya. Kwa hiyo na sisi tuwe waaminifu kwake. Amen. Kila tunachoamua tufanye, tukifanye kwa uaminifu, na tutauona ukuu wake. Amen. Tuangalie sasa uaminifu kwetu sisi. Na sisi ikiwa Mungu ni kielelezo kwetu cha uaminifu, na sisi kama watoto wake tunapaswa kuwa waaminifu. Amen. Sisi walimu tunapenda sana, na ndio maana tunaitwa kwamba sisi ni role model. Yaani sisi tunawatengeneza watu wawe kama sisi. Na ndio maana kosa likitendeka unasikia hata mwalimu. Ni kwa sababu gani? Tunapewa watu wengi tuwabadilishe wawe katika muonekano unaofaa. Kwa hiyo kwa sababu tumepewa hiyo dhamana, na sisi tunatakiwa tusimame imara, tujue kwamba wako watu ambao wanatazama mwenendo wetu ili na wao wakopi kutoka kwetu waweze kwenda sawasawa na sisi. Kwa hiyo tunajitahidi sana na tunaomba Mungu sana tusaidie kwamba mwenendo wetu uwe mzuri ili wale ambao wanakopi kutoka kwetu wawe na mwenendo mzuri. Kwa hiyo sisi kama kielelezo, wao wanaotufuata wao tupate matokeo mazuri kwa sababu ya
kile kielelezo ambacho sisi tumekionyesha kwao. Kwa sababu Mungu wetu ni kielelezo, anatamani na sisi basi kama yeye amekuwa kielelezo cha uaminifu, na sisi tuwe waaminifu. Amen. Tunakiri kutoka kwake, tujifunze kutoka kwake kwamba yeye alikuwa mwaminifu. Iwapo Mungu anatuahidi kufanya hivi, anatutendea, kwa nini na sisi tukiahidi tusifanye kama yeye alivyo mwaminifu? Amen. Kwa hiyo inatupasa na sisi ambao ni wanafunzi wa Yesu kuwa waaminifu kama yeye alivyo mwaminifu. Amen. Mahali pengine anasema iweni watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa kile anachofanya yeye, na sisi anataka tuwe kama yeye. Kwa hivyo katika uaminifu pia Mungu anataka na sisi tuwe waaminifu. Tusome kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 10. Tito 2 mstari wa 9 mpaka wa 10. Tito 2:9 mpaka 10 inasema, watumwa na wawatii bwana zao, wakiwapendeza katika mambo yote, wasiwe wenye kujibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote tumeelewa habari ya watumwa. Sio tu wale watumwa ambao walikuwa wanachukuliwa mateka kupelekwa kufanya kazi mahali pengine, lakini mtu ambaye ameajiriwa chini ya mtu mwingine, huyo tayari tunasema ni mtumwa wa yule, si ndio? Kwa hiyo yule anakuwa bwana wake, alafu yule anakuwa mtumwa. Yaani yule ni anamtumikia yule, ni mtumishi wa yule. Wewe ni mtumwa, si ndio? Amen. Sijui tunaelewana. Wanasema watumwa na watii bwana zao. Kwa hiyo wale walioajiri wanaitwa mabwana, walioajiriwa wanaitwa watumwa. Unapoajiriwa na mtu, ina maana yeye ana kanuni zake za ajira. Wakati anakuajiri anakupatia kwamba mimi nataka hapa kwangu utaratibu wangu ni 1, 2, 3, si ndio? Sasa wewe kama mtumwa huwezi kumwambia hapana bosi, hapa itakiwi iwe hivi. Wewe kama mtumwa unapaswa kutii kama yeye alivyokuamuru. Hutakiwi, ndio maana anasema hutakiwi kujibu. Ina maana hutakiwi kubadilisha kile ambacho yeye anasema. Wewe utaratibu wake aliokuwekea kwamba hapa nataka 2 kamili uwe hapa na uondoke 10. Wewe kama mtumwa unatakiwa kufuata kile alichokuambia. Na akikwambia wewe nataka usimame kwenye kipengele hiki na fulani asimame hapa, usimuulize kwamba kwa nini huyo akae hapo mimi nikae. Wewe umekuja kuwa mtumwa kwake. Wewe unapaswa kuwa mtii. Wewe kazi yako ni kutii kile ambacho yeye anakuambia, na sio wewe kumpangia, kwa sababu wewe ni mtumwa wake, uko chini yake. Ile jambo ni la kwake, unapaswa kufanya sawa sawa na vile yeye anataka. Wewe cha msingi pale wewe ni kwa nini? Mtii. Haleluya. Amen. Ndio maana watumishi wa Mungu ni watumwa wa Mungu, si ndio? Kwa sababu tunasema mtumwa ni yule anayemtumikia mwingine, si ndio? Wao sisi ni watumishi wa Mungu, sivyo? Wao kama sisi ni watumishi wa Mungu, kumbe na sisi pia tunatakiwa tutumike sawa sawa Mungu anavyotaka. Kwa hiyo Mungu akikwambia nenda mahali fulani, kumbe hutakiwi kukataa, kwa sababu yeye amekutuma. Yeye ndo ametaka uende mahali pale. Kwa hiyo sasa ukijikuta wewe unasema mimi siendi pale naenda huku, utaenda kinyume na kwa utabarikiwa. Sio kwamba Mungu yeye sio mwaminifu, ni mwaminifu, lakini kilichotokea pale ni nini? Wewe umekwenda kinyume na vile alivyokuagiza. Kwa hiyo anapozungumzia habari ya watumwa, anaanza mfano mdogo sana kwa wanadamu kwamba sisi kama sisi, unajua kwamba mimi ni boss. Mimi kama boss nataka mfanyakazi wako awe hivi na hivi. Na ukiona yule mtumwa wako, mfanyakazi wako anataka kupanda juu yako, unamuondoa mapema sana, kwa sababu hutaki uharibifu. Kwanza unakosa unataka ule mtii. Kwa hiyo ukienda kinyume tu, ukionekana tu kwamba wewe
unataka kuwa juu yake, anakuondoa mapema sana, kwa sababu anaona kama utamletea uharibifu, unaweza kuwasababisha na hao wengine wakakuiga wewe. Matokeo yake yeye akajikuta anashindwa kukumiliki. Na hata kama labda kuna jambo ambalo hakutendei kwa haki, labda kuna jinsi ambavyo anawajibimiza, akionekana yule anayeongea sana, huyo anaweza kaondolewa ili asizalishe vitu vingine kwa wale wengine ambao wako kimya. Bosi anafanya hivyo, anataka usalama wake, anataka usalama wa jambo lake, anataka faida yake ikae vizuri. Amen. Vivyo hivyo naamini kwa Mungu naye anapenda faida, anataka tukae vizuri, anataka tutumike vizuri sisi kama watumwa. Kwa hiyo tukae katika nafasi zetu. Haleluya. Kwa hiyo kama yeye alivyo mwaminifu, na sisi tuwe waaminifu. Katika kipengele hicho cha sisi kuwa waaminifu, andika waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 5. Huo utausoma. Lakini pia katika kipengele cha uaminifu, hebu tuangalie mfano wa Yesu, kwamba Yesu ni kielelezo cha uaminifu. Tusome Mathayo sura 24 mstari wa 45. Mathayo 24:45. Mathayo 24:45, aliyepata tusomee. Mathayo 24:45. Biblia inasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Amen. Neno la Mungu linakuja kama swali. Anasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana mifano ya Yesu, ilikuwa ni mifano rahisi ambayo ni maisha tunayoyaishi leo. Napenda Yesu maana amekuwa ni mwalimu mzuri. Mwalimu mzuri anafundisha kitu kutoka kwenye jambo rahisi kuelekea kwenye jambo gumu. Na ndio maana mada zimepangwa hata katika vitabu, kuanzia mada rahisi kwenda mada ngumu. Haleluya. Kwa hiyo naona kwamba hata na sisi wengine, hata na watunzi wa mitaala wameiga uaminifu wa Yesu. Amen. Kwamba anatunga jambo kuanzia rahisi kwenda gumu. Anaanzia kwenye ulimwengu wa uhalisia wa maisha kwenda katika ulimwengu wa roho. Amen. Kuna mambo ambayo ukiyachukulia kawaida unaweza ukayaona kama ni rahisi sana, lakini kwa mwingine ni magumu sana, si ndio? Ili sasa uyajue ugumu wake, lazima uanze kujifunza katika mwili, alafu uelekee katika roho. Haleluya. Mtu mzima kama wewe ukipewa hesabu, ukiambiwa 0 + 1, ni rahisi sana kutoa jibu, si ndio? Ni rahisi sana kutoa jibu. Kwa hiyo wewe kama hujajifunza kanuni za kitu kidogo kirahisi kwenda kigumu, unaweza ukaona kwamba mtoto mdogo anakosea sana, lakini kumbe yule mtoto mdogo atakuja kuwa mtu mkuu sana zaidi yako na kuongoza, kwa sababu wewe umeshakuwa, ulishapita pale. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba 0 + 1 ni swali rahisi sana, unaweza kutoa jibu haraka. Lakini kumbuka, ukiwa mdogo ulikuwa hujui maana ya 0. Kwa hiyo ukaanza kufundishwa, ukajua maana ya 0, kwamba kumbe 0 ukaambiwa huko 0, ukaambiwa 0 ni hakuna kitu, ukaambiwa hakuna kitu.
lakini moja ni kitu kimoja. Kwa ukichukua hakuna kitu, alafu ukiweka kitu kimoja utapata kimoja. Sasa yule mtoto yeye hajafundishwa hapo, ndio anaanza kufundishwa. Kwa unapomuuliza wewe kama mzazi nyumbani, kama wewe hujawahi kuwa mwalimu, unaweza kumpiga sana, afu utamwita mtoto mjinga sana, lakini sio mjinga kwa sababu hujatumia kanuni. Kwa hiyo unapompeleka katika kanuni, yule anayejua kanuni ataanza kumfundisha. Dhana ya sifuri ni nini? Akitoka hapo atampeleka kwenye moja. Kwa hiyo ukimchukulia sifuri na moja atajua ni vitu viwili tofauti, na akivichanganya vitakuwaje. Kwa hivyo nampenda Yesu kwa sababu ni mwalimu mzuri. Alipokuwa akiongelea hapa kwa habari ya mtumwa, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Mimi nikichukulia kwa uhalisia wa maisha ya haraka ya kawaida, tunachukulia kama dada wa kazi, dada wa nyumbani, si ndio? Sisi kina mama tunajua, unamwacha mfanyakazi nyumbani, umemwachia kila kitu zaidi ya mali, lakini pia umemwachia uhai wa watu. Unamwachia mtoto wako mdogo kabisa, mchanga, mtoto wa mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu. Umemwachia na wengine, labda mwingine ana miaka miwili, mwingine mitatu, mwingine 6. Umemwachia na watu wengine kwenye familia, si ndio? Wewe unapokwenda kule umemwachia majukumu yote. Haya ni maziwa ya mtoto, utampa, huu ni uji, alafu mchana utawapikia watu hiki na hiki na hiki. Unapoondoka pale, ukienda katika mambo yako, unaamini kabisa kwamba familia yangu ni salama kwa sababu ninaye mfanyakazi au ninaye house girl, tunaita hivi, si ndio? Unaamini kabisa kila kitu kitakwenda sawa. Kwa hiyo unaamini kwa sababu nimemwelekeza kila kitu na ninampenda na ninamlipa mshahara wake, kwa hiyo atafanya vizuri. Ndio imani yako, na ndio maana unamwachia kila kitu kiwe chini ya uangalizi wake. Mahali pengine tukajifunza kwenye Biblia anasema mtoto wako mdogo bado ni mtumwa, si ndio? Umemwachia mtoto wako mdogo, yule mtoto hawezi kujiamulia mwenyewe kwamba anaweza kula chakula kwa wakati wake, kujiongesha, kufanya nini. Anamtegemea yule mfanyakazi. Na yule mfanyakazi akiamua kuchukua chakula cha mtoto akila chote, kumbuka mtoto wako bado hawezi kuongea. Kwa hiyo hataweza kujieleza kwamba kile chakula ulichokiacha hivi nipewe kimeliwa chote, hawezi. Lakini wewe unaamini kwamba nimemweka mtu mwaminifu ambaye atasimamia vizuri familia yangu na itakuwa salama na afya itakuwa njema. Na ndio maana hata unapoagiza, naomba nitafutie mfanyakazi, naomba nitafutie mwaminifu jamani. Nitafutie mwaminifu, anayependa watoto, msafi, unatoa sifa ambazo unazihitaji. Ni kwa sababu gani? Unataka afanye kama vile utakavyomwagiza. Kwa hivyo Yesu akajua tutakuwa sisi na familia zetu, tutakuwa na watu wanaotusaidia nyumbani. Akatoa mfano ambao tunauelewa kabisa katika uhalisia wake. Kwamba ni nani yule mtumwa mwaminifu utakayemwachia hiyo familia yako na ukija uikute iwe salama na mambo yote yamekwenda vizuri? Ni nani? Kwa hivyo ameanza kutupeleka katika ulimwengu wa mwili, tuanze kufikiria hivi huyu mtumwa anakuwaje? Itakuwaje? Hivi asipokuwa mwaminifu itakuwaje? Watoto wangu watakuwaje? Tunakuwa na mashaka sana, mpaka siku hizi usione nyumbani watu wanaweka CCTV camera. Wanataka waone ni mambo gani yamekuwa yakiendelea kwenye mazingira ya nyumbani. Ni nini kilichokuwa kinatendeka? Na mara nyingi mtu akifika kwa mtu hawezi kujua kwamba kuna kitu ambacho kinampiga picha kwa mambo yote yanayofanya. Na yule mwenye nyumba hata atamani ujue. Anataka ufanye mambo yako ukiwa huru kabisa, ili akija tu anaangalia aone uaminifu wako. Ni kwa sababu ya kutokuaminiana. Ni kwa sababu ya uaminifu umekosekana. Ndio maana mpaka mtu anaweka kitu ambacho kitamsaidia kuona mambo ya nyuma wakati yeye hayupo.
kwa sababu uaminifu umepotea. Kwa watu wengi umepotea. Sasa anajiuliza itakuwaje? Katika kujiuliza maswali mengi, inabidi kuingia gharama ili kuweka vitu ambavyo vitasaidia kuthibitisha ule uaminifu, kwa sababu uaminifu umepotea. Sasa je, Yesu naye ametuweka sisi watumwa wake. Amen. Ametuweka sisi watumwa wake. Anasema nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Ni nani yule mwaminifu? Ni nani yule mwaminifu ambaye Yesu amemweka mahali fulani, kwenye kanisa lake, kwenye kazi yake, kwenye jukumu fulani, kwenye uinjilisti, kwenye ualimu, kwenye uchungaji, ambaye atafanya kwa uaminifu, hata akirudi akute amefanya vyema kama vile ambavyo alikusudia? Anajiuliza swali, ni nani? Ni nani atakayekuwa amesimama katika uaminifu huo? Kwa sababu yeye alikuwa mwaminifu kwetu, kila alichotuahidi amefanya. Sasa ni nani yule atakayekuwa mwaminifu hata akirudi akute amefanya yale majukumu ambayo alipaswa kuyafanya? Kwa sababu hapo tumeona maana ya uaminifu, kwamba ufanye kwa ukamilifu sawa sawa na ilivyopaswa kufanya. Ni nani yule mtumwa mwaminifu ambaye atafanya hata leo Yesu akirudi akute amefanya kama alivyopaswa kufanya? Ni nani yule ambaye alikaa wakapanga muda wa ibada kwamba ni saa moja, akaja saa moja siku zote? Wewe ukianza kuhesabu hapo, unaanza kujiona kwamba ni mtu wa kuomba toba nyakati zote, ni mtu wa kuomba rehema mbele za Mungu wakati wote, kwa sababu yale ambayo tumeachiwa tuyafanye kwa uaminifu, tumeshindwa kusimama kwa uaminifu. Ni nani yule ambaye